Baraza la Maaskofu Katoliki Tanzania TEC limesikitishwa sana na linalaani tukio baya la uovu la kuvamiwa na kujeruhiwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima lililotokea tarehe 30 Aprili 2025 majira ya saa 4 usiku katika makazi ya makao makuu ya Baraza la Maaskofu Kurasini, Dar es Salaam. Padri Kitima alipata majeraha makubwa na amelazwa katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Na taarifa hiyo imeeleza kwamba wanawashukuru wote waliomsaidia kwa kumfikisha Padri Kitima hospitalini mapema na kwa madaktari na wauguzi wanaomhudumia mpaka sasa. Hata hivyo, baraza hilo limetoa wito kwa vyombo vinavyohusika, hasa kwa jeshi la polisi na vyombo vingine vya usalama kuchukua hatua za haraka zaidi za kuwabaini na kuwakamata wale wote waliohusika katika kupanga na kutekeleza uhalifu huu wa kinyama na kuwafikisha kwenye vyombo vya sheria. Aidha, uchunguzi wa tukio hilo ufanyike kwa haraka na taarifa zitolewe kwa uwazi na bila upotoshaji wowote ili kurudisha imani na matumaini kwa watu wetu. Na washukuru mpaka sasa kwa ushirikiano mzuri wanaopata kutoka serikalini na kwa vyombo vyetu vya usalama. Pia tunawashukuru watu binafsi, taasisi za ndani na za kimataifa zinazoendelea kulaani na kutupa pole kwa tukio hili baya na la aibu kwa taifa letu. Tunaomba waamini na watu wenye mapenzi mema muendelee kumwombea. Muendelee kumwombea neema na uponyaji Padri Kitima na pia kuliombea taifa letu amani na umoja. Aidha, tunawaomba muwe na subira na uvumilivu wakati tukisubiri matokeo ya uchunguzi wa vyombo vinavyohusika. Taarifa hii imetolewa na Askofu Eusebius Nzigilwa, makamu wa rais Baraza la Maaskofu Tanzania TEC. Kufuatia kushambuliwa kwa katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania TEC, Padri Charles Kitima, nimezungumza na rais wa baraza hilo, Askofu Wolfgang Pisa. Kwanza nilimuuliza wao wamezipokeaje taarifa hizi. Kwa kweli jana usiku tulishtushwa kwanza. Ni kitendo ambacho hatukutegemea kwamba mwenzetu na mtendaji mkuu wa Baraza la Maaskofu Tanzania Padri Charles Kitima alivamiwa na watu wasiojulikana na akaumizwa vibaya. Alipata majeraha kichwani, majeraha ambayo yalimfanya alazwe katika hospitali ya Aga Khan pale Dar es Salaam. Kwa wakati huu anaendeleaje Padri Kitima? Nimezungumza naye, bado yuko chini ya uangalizi wa madaktari na binafsi anasema anaendelea vizuri, maumivu yapo, ameumizwa. Bado tunasubiri taarifa rasmi ya madaktari, lakini tunashukuru kwamba madaktari walimpokea na wamemhudumia. Ninyi wenyewe kama baraza la Katoliki mmekuwa mkichukua hatua gani wakati huu? Polisi tayari imekwisha toa taarifa fupi? Polisi imetoa taarifa, tumeiona. Kwanza tangu jana usiku tulikuwa na mawasiliano na serikali na hata vyombo vya hasa polisi wenyewe, IP na wengine wametoa taarifa. Tumeona statement yao, ingawa binafsi mimi naona ile statement kama ina upotoshwaji kwa jinsi walivyoiandika. Kimepotoshwa nini na cha ukweli ni kipi? Padri alivamiwa kwenye makazi yake ya Kanisa Katoliki, makao makuu ya Baraza la Maaskofu pale Kurasini, Dar es Salaam. Lakini wao polisi walivyoandika pale, wameandika kwamba padri alikuwa anapata kinywaji kuanzia saa 1 sijui mpaka saa 4 usiku. Picha ambayo ya haraka mtu anayopata ni kama mtu huyu alikuwa baa na huyu mtu atakuwa amevamiwa labda na walevi. Sisi hiyo tunaikanusha. Kwanza, kwenye Baraza la Maaskofu hakuna baa. Yale ni makazi, na mahali alipokuwa anafanya kazi ni sehemu yake ya kawaida baada ya shughuli za ofisi, ambapo anakaa kila mara kufanya shughuli zake. Kwa hiyo kwa upande fulani ni kama sehemu yake ya kufanyia kazi. Si kwamba hiyo ni moja wapo. Kwa hiyo kusema kwamba alikuwa anapata kinywaji ni kama mtu ambaye alikuwa baa. Hakuna baa pale kwenye Baraza la Maaskofu. Kwa hiyo hilo mimi ningesema ni upotoshwaji wa hali ya juu na nisingetegemea pia chombo cha usalama kitoe statement kama ile kwa umma
kueleza ambacho watu wanategemea kwamba ieleze kitu cha ufasaha cha ukweli, ambapo kila mtu anategemea kuanzia tu pale mwanzoni. Kwa kweli binafsi ninaona hakuna ukweli pale. Si inawezekana kwamba Padri Kitima alikuwa akipata kinywaji inaweza kuwa juisi, maji pale ndani katika baraza la maaskofu? Inawezekana, lakini ni kinywaji gani ambacho hicho atakuwa mtu anapata? Wewe mwandishi unaweza kuwa unakunywa maji kuanzia saa 1 mpaka saa 4 usiku. Lakini pia imetajwa kwamba alikuwa anafanya mkutano na viongozi wengine wa dini. Mna taarifa kwa mkutano kama huu? Hiyo taarifa ipo, na viongozi wa dini mbalimbali waliohudhuria huo mkutano wapo, wengine bado wako kwenye eneo la baraza hawajaondoka, na baadhi yao ndio walioenda hospitali asubuhi kwenda kumwangalia. Hao viongozi wa dini ukimjumuisha Padri Kitima walikuwa wana mkutano wenye agenda zipi? Nafikiri ni mambo ya uchaguzi. Uchaguzi huu wa Oktoba wa Tanzania? Hali ya siasa, kitu agenda ilitolewa. Mimi sina ile email, nina copy ya email. Kama hali ya siasa nchi yetu, title yake ipo ya. Ni kitu kilichojadiliwa, kwa hiyo sio vigumu kuipata. Ni madhehebu gani ya dini Tanzania? Unaweza kupata hizo taarifa kutoka kwenye ofisi zetu, lakini mara nyingi mikutano kama hiyo inahusisha TEC, alafu CCT na BAKWATA. Lakini kwa details zaidi ningeomba wasiliane na msaidizi wa katibu mkuu. Naamini naye alikuwa sehemu ya huo mkutano. Polisi wanasema wanamshikilia mtu mmoja. Huyu ni sehemu ya watendaji wa baraza la maaskofu au ni mtu asiyefahamika? Ninyi mna taarifa gani naye? Binafsi mimi simfahamu, lakini kusema ni mtendaji, hatuna mtendaji kama huyo aliyetajwa. Lakini ni nani hasa, tunasubiri taarifa rasmi. Tukio limetokea ndani, baraza la maaskofu nalifahamu mimi kwa kulitazama na nimeingia ndani. Kuna uzio mkubwa na kuna geti pale kubwa na kuna mlinzi. Huyu alikuwepo mlinzi? Kwenye shughuli yoyote taasisi, watu mbalimbali wanaingia, na bila shaka alikizi vigezo vya awali vya yeye kuingia pale kwenye geti. Kwa hiyo pale kwenye taasisi ya baraza kuna shughuli mbalimbali zinaendelea, semina, kuna watu wanaolala, kuna karibu kila siku mikutano inayoendelea. Naamini kwamba vile vigezo vya msingi alivikizi pale getini, ndio maana walimruhusu. Tuko katika ulimwengu wa kiteknolojia sasa, kuna kamera za ulinzi na usalama. Ninyi mnajilinda na vitu kama hivi vya kisasa? Kwa hizo nafikiri polisi pia wanafuatilia. Ni moja ya vitu ambavyo wao nafikiri wanavifanyia, au walikuwa wanafanya kazi tangu jana usiku. Naomba tuachie wao watoe taarifa yao. Ninyi kama wanarizika navyo, kama wanarizika navyo au warizike navyo, tutasubiri taarifa yao. Ninyi kama kanisa Katoliki kwa sasa mnakuwa na hisia gani kufuatia tukio hili? Inaleta picha gani kwenu? Mna mashaka gani? Kwa sasa ningesema isingekuwa busara kufanyia kazi mashaka, kwa sababu tayari imesharipotiwa kwa vyombo husika. Tusubiri, na sisi tutatoa pia statement yetu kwamba ni wapi tunasimamia. Nashukuru sana na niwape pole. Nashukuru sana.